Good morning everyone. Leo nataka nizungumze na wale watu ambao kila wakilala usiku wanaamka zaidi ya mara 5 usiku mmoja. Sio kwamba wanakuwa na haja au sio kwamba wanakuwa na changamoto labda kiafya, lakini anajikuta tu anaamka na bila kujua kwa nini anaamka. Na akiangalia saa anagundua kwamba muda ni ule ule ambao anashtuka mara kwa mara kila siku. Unajaribu kulala tena lakini usingizi umekata kabisa. Yaani ukilala dakika 5 unahisi kwamba umelala muda mrefu sana, na wakati mwingine unajikuta mpaka hata ndoto umeota. Na ukiangalia tena saa unagundua kwamba muda ni ule ule, unageuka upande huu, unaanguka mara upande mwingine, mara unajifunike blanketi, mara ulitoa sijui, lakini macho yako wazi kabisa. Halafu asubuhi unaamka ukiwa umechoka sana, huna nguvu, na wakati mwingine unajiuliza, kwa nini mimi naamka usiku kila siku? Je, ni kawaida? Je, ni kwa sababu nakunywa maji mengi? Je, au chai, kahawa unayokunywa mchana inaweza kuwa sababu? Au kuna jambo lingine mwili wako unakuambia? Leo kwenye hii channel yetu ya Uhuru wa Afya tutazungumzia sababu mbalimbali zinazoweza kufanya mtu aamke usiku mara kwa mara, mambo unayoweza kufanya ili kuboresha usingizi wako, na pia nitakuambia ni wakati gani kuamka usiku unapaswa kufanya utafute ushauri wa mtaalamu wa afya. Zaidi kwamba ni kusitu kwamba tazama video hii mpaka mwisho, kwa sababu mwishoni nitakuambia mambo 7 rahisi unayoweza kuanza kuyafanya leo usiku ili kuboresha usingizi wako. Kama unapenda video hii zinaweza kusaidia kuelewa mwili wako vizuri, bonyeza neno subscribe, bonyeza kengele hapo pembeni, na twende pamoja katika mada hii ili uweze kuelewa zaidi. Sehemu ya kwanza, je, kuamka usiku ni kawaida? Kwanza kabisa nataka uelewe jambo moja. Kuamka usiku mara moja au mara chache sio lazima kumaanisha kuna tatizo. Inaweza ikawa ni jambo la kawaida kabisa. Usingizi wa binadamu una hatua mbalimbali, na tunapita kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine usiku mzima. Wakati mwingine unaweza kuamka kwa muda mfupi bila hata kugundua. Unaweza kubadilisha mkao, kufungua macho kwa sekunde chache kisha ukalala tena. Tatizo linaweza kuwa ni pale ambapo unaamka mara kwa mara, unakaa macho kwa muda mrefu, unapata shida kurudi tena usingizini, au hali hii inaweza kuathiri maisha yako ya mchana. Unaweza kuanza kuwa mchovu, kukosa umakini kazini, kuwa na hasira kirahisi, au kuhisi kama mwili wako haukupumzika kabisa. Kwa hiyo sio kila kuamka usiku ni tatizo, lakini kuamka mara kwa mara na kushindwa kupata usingizi wa kutosha ni jambo ambalo halipaswi kupuuzwa kabisa. Sehemu ya pili, sababu ya kwanza, unakunywa maji mengi kabla ya kulala. Moja ya sababu rahisi ambayo inaweza kumfanya mtu aamke usiku ni kwenda haja ndogo. Kama unakunywa kiasi kikubwa cha maji muda mfupi kabla ya kulala, kibofu kinaweza kujaa wakati ambao mwili wako unapaswa kuwa umepumzika. Unaamka, unaenda chooni, unarudi kitandani. Lakini sasa tatizo ni kwamba usingizi umeanza kukatika, na wakati mwingine ukirudi kitandani unaweza kuanza kuangalia simu, kuingia kwenye mitandao ya kijamii, au kuanza kufikiria mambo mbalimbali. Nikusihi tu kwamba kama hujajiunga na channel hii kesho umesubscribe. Mimi ni Dr. Bernarda, bado niko hapa na wewe kukupatia habari njema kila siku ambazo zinaweza kukusaidia kabisa katika afya yako. Hatimaye dakika chache zinakuwa dakika 30, na dakika 30 zinakuwa saa 1. Hii inamaanisha kwamba unapaswa kuacha kunywa maji. Maji ni muhimu sana kwa mwili, lakini kinachoweza
kusaidia ni kuangalia muda na kiasi unachokunywa maji kuelekea wakati wa kulala bila kujinyima maji mchana. Sehemu ya 3 tutazungumzia sababu ya pili ya kukosa usingizi, chai, kahawa na caffeine. Hapa watu wengi hufanya kosa bila kujua. Unakunywa chai au kahawa mchana, unajisikia kawaida kabisa. Usiku unaingia kitandani au unategemea kulala, lakini usingizi hauji kabisa. Caffeine inaweza kubaki mwilini kwa muda mrefu na kuathiri usingizi kwa baadhi ya watu. Na sio kahawa peke yake, caffeine inaweza kupatikana kwenye chai, baadhi ya energy, drinking, cola na bidhaa nyingine nyingi. Kwa hiyo, kama una tabia ya kuamka usiku na kupata shida kulala, jaribu kuangalia matumizi yako ya caffeine hasa kuelekea jioni. Mtu mmoja anaweza kunywa chai jioni na kulala vizuri kabisa. Mwingine akinywa chai hiyo hiyo na akawa macho kwa muda mrefu. Miili yetu haitendi sawa. Sehemu ya 4 hapa tutakwenda kuambia sababu ya 3 ni msongo wa mawazo. Hii ni sababu ambayo watu wengi huipuuza. Wakati mwingine tatizo sio kitanda, sio blanketi, sio chuma, tatizo linaweza kuwa ni mawazo mengi. Unaweza kulala ukiwa na mawazo kuhusu pesa, kazi, familia, mahusiano, biashara, madeni, kesho itakuwaje, nifanye nini, kwa nini mtu fulani alisema hivi. Mawazo haya yanaweza kuendelea hata wakati mwingine umechoka na unaweza kulala, lakini baada ya muda ukaamka ghafla, macho yanafunguka, kisha akili inaanza kufanya kazi, unakumbuka jambo fulani, unaanza kupanga kesho, unaanza kuhesabu matatizo na hasa usingizi unakuwa mgumu sana kuweza kurudi. Ndio maana ni muhimu sana kujenga utaratibu wa kutuliza akili kabla ya kulala. Unaweza kuweka simu pembeni, kupunguza mwanga, kufanya shughuli tulivu, kusoma kitu kinachokusisimua au kisichokusisimua, au kuandika mambo yanayokusumbua ili uyapange kesho badala ya kuyabeba kichwani mwako ukiwa kitandani. Sehemu ya 5, simu inaweza kuwa adui wa usingizi. Hebu niambie ukweli, ukiamka saa 8 usiku, kitu cha kwanza unachofanya ni nini? Watu wengi wanachukua simu, niangalie WhatsApp kidogo, niangalie TikTok dakika 2, niangalie Instagram, niangalie ujumbe, lakini dakika 2 zinaweza kuwa dakika 30 na mwanga wa screen pamoja na maudhui yanayosimuliwa yanaweza kufanya iwe ni vigumu zaidi kurudi tena kwenye hali yako ya kawaida ya usingizi. Na kuna jambo lingine, ukiamka usiku na kuanza kuangalia saa kila baada ya dakika chache, unaweza kuongeza wasiwasi zaidi. Unaangalia saa ni saa 8, unaangalia tena ni saa 9, unaanza kufikiria kesho nitakuwa nimechoka. Mawazo hayo yanaweza kufanya iwe ni vigumu zaidi kulala. Kwa hiyo kama unaamka usiku, jaribu kuepuka kuifanya simu yako kuwa rafiki yako wa kwanza. Sehemu ya 6, chumba chako kinaweza kuathiri usingizi. Mazingira nayo unayolala yana umuhimu sana. Kama chumba kina joto sana, kina mwanga mwingi, kuna kelele au kitanda hakikupi faraja, usingizi unaweza kuvurugika kabisa. Mwili wako unahitaji mazingira yanayokupa ishara kwamba ni muda wa kupumzika. Jaribu kufanya chumba chako kiwe tulivu na chenye mazingira yanayokufaa. Punguza mwanga mkali, punguza kelele inapowezekana, na kama kuna kitu kinachokusumbua kila usiku, jaribu kukibadilisha. Wakati mwingine mabadiliko madogo kwenye mazingira yanaweza kusaidia sana. Sehemu ya 7, je, kuamka saa fulani kila siku kuna maana gani?
Hapa kuna jambo muhimu, huenda umesikia watu wakisema, ukiamka saa fulani usiku, basi ni kiungo fulani cha mwili kinakusumbua. Au ukiamka saa hii ni ishara ya tatizo fulani, usikubali kila kitu unachosikia kwenye mitandao. Hakuna msingi wa kutosha kusema kwamba kuamka saa maalum kila siku, kila usiku, kuna maanisha moja kwa moja kwamba kiungo fulani cha mwili kina tatizo. Kuamka usiku kunaweza kuwa na sababu nyingi, mazingira, kafeini, maji, msongo wa mawazo, mabadiliko ya ratiba ya usingizi, hali ya kiafya na sababu nyingine nyingi kabisa. Kwa hiyo usijipe diagnose kwa kuangalia saa peke yake. Sehemu ya 8, kukoroma na kupumua kwa shida. Sasa hapa tunafika kwenye jambo ambalo ni muhimu zaidi. Kama mtu anakoroma sana, anashtuka usingizini, anaonekana kama katika pumzi au anaamka akiwa anapumua kwa nguvu, hii inaweza kuwa ni ishara ya tatizo la kupumua wakati au usingizi kama sleep apnea. Mtu mwenye hali hii anaweza pia kuamka akiwa anajisikia amepumzika, kupata usingizi mwingi mchana au kuwa na uchovu. Tatizo hili halipaswi kupuuza. Kama wewe umekuwa na mtu anayelala karibu naye ameona dalili kama hizi, ni vizuri kuzungumza na mtaalamu wa afya. Usifikirie kwamba kukoroma sana ni jambo la kawaida tu kwa kila mtu. Sehemu ya 9, umri na mabadiliko ya mwili. Kadiri mtu anavyokuwa na umri, namna yake ya kulala inaweza kubadilika. Mtu anaweza kuanza kulala mapema zaidi, anaweza kuamka mapema zaidi, anaweza kuwa na usingizi mwepesi zaidi na pia anaweza kuwa hali ya kiafya au dawa zinaweza kuathiri usingizi. Kwa hiyo kama umeona mabadiliko makubwa ya usingizi ambayo yameanza ghafla na yanaendelea, usijaribu kutafuta sababu kwenye mitandao peke yake. Mtaalamu wa afya anaweza kukusaidia kufichua chanzo cha tatizo. Sehemu ya 10, mambo 7 ya kufanya ili kuboresha usingizi. Sasa nimefika kwenye sehemu ambayo sitaki ukikose. Haya ni mambo 7 unayoweza kujaribu. Weka ratiba ya usingizi. Jaribu kulala na kuamka karibu muda ule ule kila siku. Mwili unapenda ratiba inayotabirika. Punguza kafeini jioni. Kama una shida ya kulala, angalia kiasi cha chai, kahawa na vinywaji vingine vya kafeini unavyotumia hasa kuelekea muda wa jioni. 3, usinywe maji mengi sana muda mfupi kabla ya kulala. Kunywa maji ya kutosha wakati wa mchana, lakini kama unaamka mara kwa mara kwenda chooni, angalia muda wa kunywa kiasi kikubwa cha maji kabla ya kulala. 4, weka simu pembeni, usifanye simu iwe kitu cha kwanza unachokamata ukiamka. Na kama inawezekana, punguza matumizi ya skrini kabla ya kulala. 5, tengeneza mazingira mazuri ya kulala. Chumba kiwe kitulivu, giza la kutosha na joto linalokufaa. Fanya shughuli za mwili, mazoezi na shughuli za mwili wakati wa mchana zinaweza kusaidia afya ya usingizi. Lakini kama mazoezi makali sana, jaribu na muda wa kulala yanafanya uwe macho zaidi, fanya mapema. 7, usijilazimishe kupita kiasi. Ukiamka usiku na usingizi umekata, usianze kupambana na kitanda kwa hasira. Tulia, epuka simu na mwanga mkali, fanya kitu tulivu kwa muda kisha rudi kitandani unapohisi usingizi. Sehemu ya 11 ni wakati gani unatafuta msaada. Kama unaamka usiku mara kwa mara kwa muda mrefu na hali hiyo inaanza kuathiri maisha yako ya kila siku, ni vizuri kuzungumza na mtaalamu wa afya. Pia usipuuze hali kama hii, kukoroma sana pamoja na kushtuka au kukosa pumzi. Usingizi mwingi sana wakati wa mchana, maumivu yanayokuamsha mara kwa mara. Kwenda haja ndogo mara nyingi sana usiku. Kiu kupita kiasi au dalili nyingine zinazokusumbua. Mabadiliko makubwa ya usingizi
yaliyoanza ghafla. Usijaribu kujitibu kwa kutumia dawa za usingizi bila ushauri wa kitaalamu. Kwa hiyo kama unaamka usiku mara kwa mara, usianze kuogopa mara moja. Jiulize, ninakunywa caffeine saa ngapi? Ninakunywa maji mengi kabla ya kulala? Natumia simu kitandani? Nina msongo wa mawazo mkubwa? Chumba changu kina mazingira mazuri ya kulala? Na je, kuna dalili nyingine zinazoambatana na kuamka usiku huu? Na majibu ya maswali yako yanaanza kusaidia kuelewa kinachoweza kuwa kinaathiri usingizi wako. Lakini